John Heche amefichua mpango ama siri kubwa ya mpango wake Samia Suluhu wa kutaka kuuza nchi ya Tanzania kwa Wachina. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kilio cha hatari kimesikika kutoka ndani ya siasa za upinzani, kikipasua pazia la kile kinachoonekana kama uamuzi wa kawaida wa kiuchumi na kufichua mpango unaobeba athari za kizazi kizima cha Watanzania. Taarifa ya kukabidhi uendeshaji wa reli ya Tazara kwa mwekezaji wa kigeni kwa kipindi cha miaka 30 kwa malipo ya dola milioni 30 kwa mwaka imeangukia masikio ya umma kama tetemeko la ardhi, ikitikisa misingi ya dhana ya uhuru wa kiuchumi na mamlaka ya kitaifa. Kauli hiyo ilitolewa na John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema, na imefungua mjadala mzito unaogusa uhai wa rasilimali za taifa, uwazi wa serikali na nafasi ya wananchi katika maamuzi yanayobeba hatma ya nchi. Hoja kuu inayosababisha mshtuko si uwepo wa mwekezaji wa kigeni pekee, bali muktadha wa masharti ya mkataba unaodaiwa kuipa kampuni ya Kichina CCECC udhibiti wa moja kwa moja wa miundombinu nyeti zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini. Na kwa miaka 30 ijayo, reli iliyojengwa kwa alama ya mshikamano wa nchi huru za Afrika na mshirika wa kimapinduzi itakuwa chini ya usimamizi wa nje, huku Tanzania ikipokea kiasi cha fedha ambacho kwa kuzingatia mfumuko wa bei wa kuyumba kwa thamani ya shilingi kinaweza kuwa kidogo kuliko ama kinavyoonekana leo. Hili ndilo jeraha linalodaiwa kufichwa kwa makusudi nyuma ya lugha ya uwekezaji na maendeleo. Na kwenye ujumbe wake, John Heche alisema kwamba mradi mwingine wa kifisadi wa kuuza nchi, reli ya Tazara inayounganisha nchi mbili, Tanzania na Zambia, inayobeba mizigo mikubwa karibia kuliko wote nchini. Mzigo wa kutoka Zambia na kurudi. Ukarabati huu ni wa kiwango cha fedha kinachoibiwa kila mara. Unakabidhi Mchina kwa miaka 30 kwa malipo ya dola milioni 30 kwa mwaka. Miaka 30 ijayo, hiyo dola 30 itakuwa na thamani kiasi gani ukibadilisha kwa shilingi za Tanzania? Je, mzigo utakuwa umeongezeka kiasi gani? Hivi kwa nini hao watu wanauza nchi yetu kama haina mwenyewe? Ni mikataba inayojadiliwa lini na bunge kama sheria yanapotea rasilimali ya taifa inavyotaka? Ndio ujumbe wake John Heche ambao umeibua siri nzito kwamba Samia Suluhu yu tayari kuuza nchi ya Tanzania kama nchi ambayo haina wenyewe. Reli ya Tazara si reli ya kawaida. Ilijengwa katika miaka 1970 kama jibu la kisiasa na kiuchumi dhidi ya mifumo ya kibaguzi na utegemezi wa kikoloni uliokuwa ukitawala njia za usafirishaji kusini mwa Afrika. Iliunganisha bandari ya Dar es Salaam na Zambia, nchi iliyokuwa imezungukwa na tawala za kibaguzi, na hivyo kwa mshipa wa damu wa uhuru wa kiuchumi wa eneo zima. Mradi huu uliungwa mkono na China ya Mao Zedong kama ishara ya mshikamano ya kusini kwa kusini, si kama biashara ya faida ya haraka, bali kama uwekezaji wa kisiasa katika uhuru wa Afrika. Na leo simulizi hiyo ya kihistoria inaonekana kupinduliwa na reli ile inatajwa kama mali inayoweza kukodishwa kwa miongo kadhaa bila mjadala mpana wa kitaifa. Hoja ya Heche inakwenda mbali zaidi ya hisia. Inagusa moja kwa moja swali la kisheria na kidemokrasia kwamba mkataba huu ulijadiliwa kwa kiwango gani na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ni kwa nini wananchi ambao kikatiba ni wamiliki wa rasilimali za taifa wameachwa nje ya mchakato wa maamuzi. Tanzania ina historia ndefu ya mikataba ya kimkakati kufungwa gizani, kuanzia sekta ya madini, gesi asilia hadi nishati, ambapo baadaye taifa limejikuta likibeba mzigo wa madeni, migogoro ya kisheria na mapato yasiyoendana na thamani halisi ya rasilimali zake. Sakata la Tazara linaingia moja kwa moja katika mkondo huo wa kumbukumbu chungu, na katika miaka karibuni serikali ya Tanzania imekuwa ikisisitiza ajenda ya miundombinu kama nguzo ya maendeleo, ikijenga reli ya kisasa SGR na kufungua barabara na bandari.
Hata hivyo, nyuma ya pazia la miradi mikubwa kuna maswali mazito kuhusu endelevu wa kifedha, uwazi wa mikataba na utegemezi unaoongezeka kwa mitaji ya nje, hususan kutoka China. Na katika Afrika Mashariki, nchi jirani kama Kenya zimejikuta zikikabiliana na mjadala mkali kuhusu madeni ya SGR na hatari ya kupoteza udhibiti wa bandari au mali nyingine endapo mikopo itashindikana kulipwa. Muktadha huu wa kikanda unafanya mkataba wa Tazara uonekane si tukio la kipekee, bali sehemu ya mtindo mpana wa uamuzi wa kisera unaozua wasiwasi. Kiasi cha dola milioni 30 kwa mwaka kinapotazamwa juu kinaweza kuonekana kama mapato ya uhakika, lakini katika kipindi cha miaka 30 thamani halisi ya fedha hizo inategemea mfumuko wa bei wa kimataifa, thamani ya shilingi ya Tanzania na masharti mengine ya mkataba ambayo hayajaweka wazi. Na ikiwa malipo haya yatarekebishwa kulingana na mabadiliko ya kiuchumi, basi Tanzania inaweza kujikuta ikipokea fedha zenye uwezo mdogo wa kununua, huku mwekezaji akinufaika kwa mapato halisi ya uendeshaji wa reli, usafirishaji wa mizigo na udhibiti wa kimkakati wa njia muhimu ya biashara ya kikanda. Hapa ndipo hoja kuuza taifa taratibu inapopata uzito wake wa kimantiki. Historia ya siasa za Tanzania inaonyesha kuwa wakati wowote uwazi unapopungua, gharama ulipwa na wananchi. Na kuanzia enzi za Azimio la Arusha, ambapo umiliki wa umma na udhibiti wa rasilimali uliwekwa kama msingi wa taifa, hadi mageuzi ya kiuchumi ya miaka 1990 yaliyoleta ubinafsishaji na uwekezaji wa kigeni, mvutano kati ya uhuru wa kiuchumi na shinikizo la soko la kimataifa umekuwa dhahiri. Changamoto haikuwa uwepo wa wawekezaji, bali namna mikataba ilivyoundwa, nani aliyenufaika na nani aliyebeba hatari. Tazara kama urithi wa enzi ya kujitegemea sasa iko katika hatari ya kuwa mfano mwingine wa mpito usio na mjadala wa wazi. Kimya kinachozunguka mchakato huu kinazua maswali makubwa kuhusu hali ya demokrasia ya uwakilishi nchini. Bunge ambalo kikatiba lina wajibu wa kusimamia serikali, mara nyingi limeonekana kuwa dhaifu katika kuchambua mikataba tata ya kimataifa, hasa pale inapohusisha masuala ya kijiografia na kiuchumi na mataifa makubwa. Vyombo vya habari vinavyokabiliwa na sheria kali na mazingira ya hofu navyo vimekuwa na nafasi finyu ya kuchunguza na kufichua undani wa maamuzi haya. Na katika ombwe hili la uwazi, sauti ya wanasiasa wachache wa upinzani na wanaharakati ndizo zimebeba mzigo wa kuuliza maswali magumu. Mjadala wa Tazara pia unagusa nafasi ya Tanzania katika diplomasia ya kimataifa. China ni mshirika mkubwa wa kiuchumi, mfadhili wa miradi mikubwa na mdau muhimu katika siasa za Afrika. Ushirikiano huu una faida zake, lakini pia una hatari zake pale unapokosa mizani ya uwajibikaji wa ndani. Mashirika ya haki za binadamu na taasisi za kifedha za kimataifa zimekuwa zikionya juu ya mikataba isiyo wazi inayoweza kuathiri uhuru wa sera za kitaifa na kuongeza utegemezi wa kiuchumi kwa nchi inayojivunia historia ya uongozi wa kimaadili barani Afrika. Hali ni pigo kwa taswira yake ya kimataifa. Wito wa Heche kwa Watanzania kupigania haki yao ya kujua na kushiriki si kauli ya kisiasa ya kawaida, bali ni kumbusho la wajibu wa kiraia. Na katika mazingira ambayo maamuzi makubwa yanafanywa kwa jina la maendeleo lakini bila ridhaa pana ya jamii, hatari ya migogoro ya kijamii na kiuchumi huongezeka. Uzoefu wa nchi nyingine unaonyesha kuwa mikataba ya miundombinu inapokosa uhalali wa kijamii huibua upinzani, kesi za kisheria na hata kuathiri utendaji wa mradi wenyewe. Mwisho wa simulizi hii hauko katika namba za mkataba, bali katika mustakabali wa taifa. Tanzania inasimama katika njia panda kati ya kulinda urithi wake wa uhuru wa kiuchumi na kukubali mantiki ya soko la kimataifa bila kinga ya uwazi na ushiriki wa wananchi. Kimya cha leo kinaweza kuwa mzigo wa kesho, na hofu ya kuhoji inaweza kugeuka kuwa hasara isiyorekebishika. Na hatima ya Tazara si reli pekee, bali ni kipimo cha kama Tanzania inaendelea kuwa mmiliki wa maamuzi yake au itateleza polepole katika utegemezi uliofungwa kwa mkataba wa muda mrefu.
Na katika mchezo huu wa kimya na saini, vizazi vijavyo ndivyo vitakavyolipa gharama ya kile ambacho hakikuulizwa leo. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemesha upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia wale wote ambao hawajapokea taarifa hizi.